Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping wamefanya mazungumzo yenye umuhimu mkubwa mjini Beijing. Rais Xi alimwambia Donald Trump kwamba China na Marekani zitafaidika kutokana na ushirikiano na kwamba zote zitapoteza ikiwa kuna migogoro. Beijing imemkaribisha Trump kwa kumpa heshima rasmi za kijeshi pamoja na ziara ya hekalu la karne ya 15. Rais Trump amefanya ziara hiyo na anasafiri na ujumbe mkubwa wakiwemo maafisa wakuu wa utawala na viongozi wa sekta ya teknolojia. Trump alisema uhusiano wao utakuwa bora zaidi kuliko hapo awali na kumwalika Rais Xi nchini Marekani mwezi Septemba mwaka huu. Majadiliano hayo yalidumu kwa zaidi ya saa 2 na viongozi hao wawili walizungumzia vita vya Marekani na Iran na wakakubaliana kwamba Iran haipaswi kamwe kuwa na silaha za nyuklia na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz lazima ufunguliwe. Mazungumzo yao yalitarajiwa pia kuangazia biashara, ushindani kuhusu teknolojia na Taiwan. Taarifa ya Stephen McDonald kutoka Beijing inawasilishwa na Roncliffe Odit. China ilimpa makaribisho makubwa kiongozi na mpinzani wake mkuu duniani, Marekani. Xi Jinping anataka ziara hii ya Donald Trump irejeshe uhusiano angalau katika maeneo ambayo wanaweza kukubaliana. Hiki kilikuwa ni kilio cha mbali na mvutano ulioonekana tangu vita vya ushuru, na wafanyabiashara kutoka pande zote mbili wanatumai kuwa uhusiano wa sasa utaendelea. Chama cha kikomunisti cha China kilikuwa kikijitahidi kumfanya rais wa Marekani ajihisi anaheshimiwa kwa mizinga ya sherehe, gwaride la heshima na umati wa watoto wanaoshangilia, jambo ambalo Donald Trump alionekana kulifurahia. Kisha ndani ya jumba la mikutano ilikuwa biashara, na watu wawili wenye nguvu zaidi duniani walibadilishana maneno ya fadhili. Siku zote nimekuwa nikiamini kwamba maslahi ya pamoja kati ya China na Marekani ni makubwa kuliko tofauti zetu, kwamba mafanikio ya kila nchi ni fursa kwa nchi nyingine. Pande hizi mbili zinaposhirikiana, zote zinanufaika. Zinapokabiliana, zote zinateseka. Nchi hizi mbili zinapaswa kuwa washirika badala ya kuwa wapinzani, zikisaidiana kufanikiwa na kustawi pamoja. Tutakuwa na mustakabali mzuri pamoja. Nina heshima kubwa kwa China. Kazi ambayo umefanya wewe ni kiongozi mzuri. Namwambia kila mtu, wewe ni kiongozi mkuu. Wakati mwingine, watu hawapendi nikisema hivyo. Bado kuna tofauti kubwa kati ya serikali hizi na zitakuwa zikisisitiza ajenda zao, huku Rais Xi akitumai Marekani itapunguza kuunga mkono Taiwan na Rais Trump akitaka China kuishinikiza Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Wanaume hao wawili pia wanatumai watu wao wataona kwamba wanaweza kushinda tofauti zao ili kukuza uchumi wao kwa manufaa ya wote. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yeye na Rais wa China Xi Jinping wamejadili kwa kina hali ya Iran, usalama wa Mashariki ya Kati, mustakabali wa mlango wa Hormuz katika mkutano faragha uliofanyika katika makazi ya viongozi wa juu wa China mjini Beijing. Kauli hiyo imekuja huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu mvutano mkubwa unaoendelea kuhusu Iran, hasa baada ya mashambulizi ya kijeshi hivi karibuni, vitisho vya Iran kuhusu usafiri wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi, pamoja na hofu ya mataifa ya Magharibi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo ya ngazi ya juu, Trump alisema Marekani na China zina mtazamo unaofanana kuhusu swala la Iran kutokuwa na silaha za nyuklia. Alisema viongozi hao wawili pia walikubaliana kuhusu muhimu wa kuweka wazi njia kuu za biashara za kimataifa baharini. Hatutaki Irani iwe na silaha za nyuklia, tunataka milango ibaki wazi, alisema Trump, akirejea mlango wa Hormuz pamoja na njia muhimu za usafirishaji wa mafuta na bidhaa duniani. Kauli hiyo ina uzito mkubwa kisiasa kwa sababu China ni moja wa washirika muhimu wa kiuchumi wa Iran na mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, wakati Marekani imekuwa ikiongoza kambi ya mataifa yanayoitaka Iran kusitisha shughuli zinazoweza kuwezesha kutengeneza silaha za nyuklia. Mkutano huu ulifanyika ndani ya eneo ambalo hutumika kama kitovu cha mamlaka ya juu ya China na makazi ya viongozi wakuu wa chama cha kikomunisti.
eneo hilo hulindwa kwa kiwango cha juu sana na hutumika katika mazungumzo nyeti ya kisiasa na kidiplomasia. Trump yuko Beijing katika ziara muhimu ambayo imehusisha mazungumzo kuhusu biashara kati ya Marekani na China, ushindani wa teknolojia ya akili bandia AI, hali ya Taiwan, vita ya kiuchumi pamoja na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Hata hivyo, swala la Iran limeonekana kutawala sehemu kubwa ya mazungumzo kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mgogoro wa kijeshi katika eneo la Ghuba. Kwa miezi ya hivi karibuni, Iran imekuwa ikitoa vitisho kuhusu mlango wa Hormuz, njia nyembamba ya bahari inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta duniani. Takriban sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kwa meli duniani hupita katika njia hiyo, jambo linalofanya kwa moja ya maeneo muhimu zaidi kiuchumi duniani. Katika mazingira hayo, kauli ya Trump mjini Beijing imeonekana kuwa ishara ya hatua mpya ya ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani kuhusu usalama wa Mashariki ya Kati, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu iwapo juhudi hizo zitasaidia kupunguza hatari ya vita vikubwa zaidi katika eneo la Ghuba. Tulizamie kwa ndani swala hili na kwa sasa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Marekani Mhando Philemon Buguni kwa tathmini ya kina kuhusu uhusiano wa China na Marekani. Karibu sana. Sasa umechukuliaje makaribisho ya Rais Trump nchini China kwa tathmini yako? Amepata ukaribisho mzuri sana, na ni ishara kwamba China inaashiria kutaka ushirikiano na Marekani, hususan kwenye masuala ya biashara na vile vile katika kuendeleza hali ya kimataifa ya amani kutokana na mgogoro ambao unaendelea Iran, lakini vile vile kutokana na mgogoro kati ya China na Taiwan. Naam, sasa kwa nini Marekani na China zinatofautiana kuhusu kisiwa cha Taiwan, na ziara hii imeleta tofauti yoyote katika suala hili? Tofauti yao ni swala la kihistoria, kwa sababu ikumbuke kwamba kulipokuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe China, kisiwa chama kilichoshindwa vita kikakimbilia Taiwan na kikaanzisha taifa, lakini mpaka hivi leo China inatambua Taiwan kama sehemu ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine, Marekani iliamua kuitambua Taiwan kama taifa linalojitegemea, hususan katika vita baridi ambayo ilitokea kuanzia miaka ya 50 mpaka mwisho wa miaka 80. Kwa hiyo swala hili hatutotegemea kwamba kila nchi itabadilisha msimamo wake, na China, Rais Xi ametoa kauli nzito akisema ya kwamba Marekani itakapokosea kuhandle swala la Taiwan, basi inaweza kusababisha mgogoro mkubwa kati ya mataifa haya mawili, ikiwezekana kuingia vitani. Mhando, je, kauli hii ya pamoja tuliyoisikia Marekani na China kuhusu vita vya Iran itakuwa na athari yoyote katika mgogoro huu ambao unaendelea? Hii ni kauli ambayo ni mahala pagumu, kwa sababu kwa upande wa Marekani ni jambo ambalo limeanza kuleta shida katika siasa za ndani, kwa sababu bei za mafuta zimepanda na inasababisha mfumuko wa bei, na vile vile ni mwaka wa uchaguzi ambao uko mbioni kuendelea mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hiyo Marekani inapata shinikizo la ndani, lakini kwa upande wa China hili ni swala ambalo wao linawapa advantage, kwa sababu ni fursa ya wao kujionyesha kama ndio taifa la amani na taifa kubwa ambalo linaashiria kama kuwa kiongozi wa dunia, na vile vile lina ushirikiano mkubwa na Iran katika ununuzi wa mafuta. Kwa hiyo kidiplomasia wanazungumzia amani, lakini hatutategemea kwamba litabadilisha misimamo, hususan msimamo wa China juu ya Iran. Naam, kwa kifupi Mhando, mataifa haya mawili ni washindani wakubwa hasa katika masuala ya biashara. Unaona kwamba hali hii itaweza kulainisha mambo, kwa mfano kuondolewa kwa vikwazo na ushuru? Naam, swala hili tuliangalia katika namna mbili. Namna ya kwanza ni katika biashara za bidhaa kama vyakula
ambapo wakulima wengi wa Marekani walikuwa wakitegemea China kununua vyakula kutoka Marekani, lakini baada ya serikali ya Trump kuweka ushuru tariffs, China ikaacha kununua bidhaa za Marekani. Kwa hiyo wakulima wengi wakaanza kupata shida sana. Kwa hiyo tutegemee kupata suluhu katika swala hili, lakini upande wa pili katika masuala ya teknolojia na bidhaa kama semiconductors ambazo zinaonekana kama bidhaa za kimkakati, tutategemea kuona mabadiliko makubwa sana. Wataendelea kuwa na vikwazo na ushindani.